Mi binafsi nitakuwa narudia tu niliyozungumza jana jioni. Si mechi ambayo ilifikia matarajio kwa upande wangu. Tulitaraji mechi ingekuwa nzuri zaidi kwa sababu ya kile ambacho kiko at stake, lakini ni kama mechi ambayo upande mmoja ndio umetokea na mwingine haukuwa katika mchezo kwa asilimia zile ambazo labda ulikuwa unataraji wafike ili upate mechi ambayo iko bora. Kwa upande wangu mimi si mechi ambayo ilikuwa imefikia matarajio at all. Aliyeshinda amestahili kutokana na kile ambacho amekifanya kwenye mchezo, au pengine maandalizi yake kuelekea kwenye huo mchezo alikuwa yako sahihi zaidi. Na hata ukisikiza makocha walichokuwa wamekiongea hapo, Fadlu kaongea vitu ambavyo katikati yake vimeacha maswali mengi sana, kama bado kuna vitu vingi ambavyo inabidi vijibike au vifanyike kufikia to that level ambayo wengine wako. Kwa pia kuna mtego ambao Yanga watakuwa wako nao. Ukiangalia uti wa mgongo wa timu yao, wachezaji wengi walioko kwenye uti wa mgongo wa mafanikio wako pale kwa mwaka takriban 4 hivi. Wanarishafo vipi kikosi chao kuendea msimu ujao? Hiyo inakuwa ni swali lingine ambalo linaachwa kwao. So for me nitakuwa narudia tu yale ambayo nimeongea jana jioni. Nadhani sio kila mtu alikusikiliza. Nafasi kwa wengine kuongea zaidi. Okay, sawa. Ambangile, coach. Ilikuwa ni mechi ambayo imesubiriwa kwa hamu kubwa sana, na ilikuwa ina drama za hapa na pale, na mpaka inaenda kuchezwa. Bila shaka tulichokipata ni kile ambacho tulitarajia kuhusiana na ushindani, lakini pia hata joto lenyewe la mchezo uwanjani, ile cloud ambayo tuliitazama. Tumekuwa na mechi ya tofauti kabisa msimu huu, ikisimamiwa na marefari kutoka nje. Unajua mechi ni kwenye mechi yoyote kila mtu ana jukumu la kutana, kuingia uwanjani na kutekeleza majukumu yake kwa kiasi cha juu, pengine kuzidi mpinzani ili kupata matokeo chanya. Well, sometimes inaweza isiwe hivyo, unaweza ukatekeleza kwa kiwango cha hali ya juu na bado ukapoteza mechi. Lakini nafikiri kwa mashabiki wa Simba, hata Simba kiujumlani, hapa naongea taasisi nzima ya Simba, siamini kama jana wametoka uwanjani afu wanasema unajua nini, pengine tulistahili kupata chochote kitu. Nafikiri hata kupoteza 2-2 wanaweza akasema nafuu, kwa sababu ingekuwa mbaya zaidi kiasi kwamba hivi asubuhi tunavyoongea kungekuwa na mambo mengi sana tayari yameshatokea, kungekuwa na maswali magumu sana yameulizwa, kwa sababu walikuwa that bad. Na kuwa vibaya wenyewe uwanjani ni kitu kimoja, lakini mpinzani kuna muda mwingine anakufanya uonekane hivyo. Kwa unaweza ukasema Simba walicheza vibaya, lakini mimi pia nataka kuamini Yanga walisababisha hivyo. Na pongezi kubwa sana kwa kocha. Mchukue kila mwana Yanga kabla ya mechi, mwambie otea kikosi cha kwanza. Mimi nina uhakika kuna asilimia chini ya tano ambao angeweza kukuambia pengine Yanga wangeanza na ile lineup walioanza nayo Melody. Kwa unampa pongezi, na nafikiri kocha unaangalia mpinzani wako, nguvu yake iko wapi, udhaifu wake uko wapi, nini ambacho huwa anachokifanya zaidi katika ubora. Na nafikiri Simba msimu huu sio siri tena, kwa kipindi kirefu sana Fadlu inaonekana nini anachopendelea. Anapenda sana central progression, timu ipite sana ndani. Na ndio maana pale ndani huwa anakuwa takriban wachezaji 4. Wawili wako kwenye base ya midfield, Kagoma na Ngoma, watatu wako mbele yao. Winga wale wawili wanakuwa ndani pamoja na namba 10 Jean Charles Ahoua. Kwa wanakuwa na almost watu 5. Wanapenda sana ndani. Pembeni ya uwanja wanaacha jukumu ni kwa fullbacks wawili, Kapombe pamoja na Zimbo. Kwa Melody kuanza na wale viungo watatu wa katikati, ni kama vile alikuwa anafunga kabisa ile njia ya ndani, kwamba hakuna namna yote Simba mtapita ndani. Pigeni cross. Mkipiga cross sisi tunao watu wa kudili nazo katikati kwenye penalty box. Kwa ni kama vile kuna muda walikuwa wanabadilisha. Ilikuwa unajua unaweza ukapanga mpango wako, alafu mechi inapokuwa inaendelea ndo tunasema game state. Nini kinachotokea kwenye mechi, alafu watu mnabadilishana majukumu. Kuna nyakati ulikuwa unaona Boka na Israel ndo wanadili na Kapombe na Zimbwe. Alafu Pakome pamoja na Maxi wanakuwa wanakabia ndani kidogo, kiasi kwamba masenta baki wa Simba, angalia masenta baki wa Simba walikuwa akiwa na mpira wanaangalia ile pasi ya kupita kwenye half space kwenda kwa Mutale ama kwa Mpanzu,
unamwona Pacome pamoja na Max wamesimama katika zile njia, maanake wanafunga njia pekee ya kufika, piga mpira wa juu. Kwa wa juu muda mwingine na kuwa ni 50-50, sio guarantee. Wanapenda sana ground pass, kwa wanafunga pale. Muda mwingine wanabadilishana, unakuta Boka na Isra ndo wako kwa Mutale pamoja na Mpanzu, alafu Pacome pamoja na Max wana track back kwa Zimbwe na Kapombe. Wale wawili Abuya pamoja na Mudathiri, I mean watu watataja Pacome, watataja nani, lakini kazi walioifanya kwanza sio kazi rahisi. Upewe maelekezo uwanjani alafu uende nayo hivyo usitoke hata kidogo kwenye hayo maelekezo, si kitu rahisi. You need top discipline, yani usibabaishwe na chochote kinachotokea, stick to the plan. Hakuna namna yoyote mkabie sana juu. Kazi yenu nyie, msimwache peke yake Aucho, msimu expose hata kidogo. Kuna yakati nafikiri kama muda fulani hivi Aucho alikutana kwamba yuko 1v1 na Mpanzu, yuko peke yake, lazima afanye foul hiyo tu. Wakati huo tuna ndo ulikuwa unaona nini kinatokea, na kuna muda ndo alienda alidive in hivi, pasi ikafika kutoka kwa Ngoma kwenda kwa Mpanzu akapiga ikagunga mwamba. Kama kuna mtu siji kama anaweza kaipata ile clip, ukiipata ile clip muangalie Abuya pamoja na Mudathiri. Yani ni kama vile kuna attempt ambazo alizifanya Mpanzu, kulikuwa kama vile na mazungumzo baina ya Abuya pamoja na Mudathiri. Yani pale kama mtu unapata mpaka sauti ni si ajabu anaambiana oya hii isitokee tena. Tulimwacha huyu amekuwa exposed peke yake. Kwa ni lazima tuwe karibu yake. Kwa utaona Mudathiri kama akienda kufanya pressing, muda huo tena amerudi. Wako karibu pale na Aucho. Mmoja kulia, mwingine kushoto kwa Aucho. Hakuna space. Uwezi kupita, ndo maana au muda mwingi sana alikuwa anashuka chini kuchukua mpira kwa sababu between the lines hakuna space upate mipira. Mpanzu pamoja Mutale ambao wameingia ndani, Yanga pale nyuma wako wamebana sana, wako naro, hakuna pia njia nyingine ya kupita. Kwangu mimi tactically Miludi alimu outclass Fadlu. Nafikiri pengine Fadlu alitegemea Yanga ingekuwa na traditional ile 4-2-3-1, lakini amebadilisha, na hata dynamics za Yanga jinsi wanavyocheza, wamefunga space zote. Kwenye half space hakuna njia, between the lines katikati ya mstari wao wa kiungo na ulinzi hakuna njia, kwenye penalty box yao Baka pamoja na Jobu muda wote wako tight kama vile watu ambao wameshikana mkono, lakini sio hivyo, wako tight kila sehemu, hakuna space. Na ndio maana takwimu hapa za Anwar shot on target ngapi? Moja sijui. Na hiyo target yenyewe yani ya kawaida tu. Kwa hiyo target ndio hiyo ambayo umeongelea, ambayo at least ilikuwa na hatari ya Mpanzu. Exactly. Kwa hiyo yani unaweza ukasema Simba alikuwa vibaya, lakini mimi mtazamo wangu Yanga waliwafanya Simba waonekane vile. Na hapo kama tujaondoka kwenye eneo la mbinu. Ukiangalia kipindi cha kwanza ni kama Simba walijua namna gani ya kuweza kudili na Pacome, sababu alikuwa anapoteza mpira mingi mguuni kwake. Alikuwa anajaribu 1v1 nyingi zinashindikana, lakini mtu ambaye alikuwa anapata nafasi kubwa ni Mudathiri, na Mudathiri naye maamuzi yake yakawa muda mwingine anachelewa kufanya vitu, touch nyingi. Na kama Mudathiri angekuwa clinical kidogo, unahisi angekuwa na impact zaidi kipindi cha kwanza? Nafikiri ni kwa sababu ya position alikuwa anacheza. Kuna muda alikuwa juu sana, unajua, na hili ndio asante sana kwa hiyo swali, kwa sababu hilo swali linaibua somo lingine. Mara nyingi mtu akimwona mtu fulani anajua kupiga pasi, huyo kutoka beki anaweza akacheza sehemu ya kiungo. Sijui kuna muda akimwona labda beki wa kulia au kushoto anajua sana kupiga pasi, anaweza akacheza sehemu ya kiungo. Kuna utofauti, kuwa makini, kuna utofauti sana wa kuanzia nafasi ama kufika kwenye nafasi, starting position or arriving in the position. Ukiwa unaanzia, hilo ni jukumu gumu sana kuliko ndo unafika, kwa sababu mtu anaweza labda akatoka kama fullback wa kulia afu ndo anaingia kwenye kiungo. Ni kazi ambayo kwake ni rahisi kwa sababu picha nzima anaiona kuliko kuanzia sehemu ya kiungo. Kwa Mudathiri huwa anakuwa hatari sana, ransi zake zinaanzia chini dipa kufika kwenye box kuliko kuanzia nyuma ya striker, kwa sababu kwa jana ukiangalia Yanga wakiwa na mpira Mudathiri ni kama yuko nyuma ya Dube. Kwa sio game yake, lakini muangalie Mudathiri akiwa anatoka kwa Aucho kufika kwa Dube, pale ndo anakuwa hatari. Kwa kuna utofauti wa kuanzia na kufika katika lile eneo, na nafikiri ilikuwa ni plani ya Miludi kwamba kuna kitu kimoja lazima nikisacrifice
kwa ajili ya manufaa ya timu na kimemlipa. Yanga kama wangekuwa wakatili, nafikiri tu ni vile tu wamefanya, kuna muda ndo liliandika ni kama vile wameweka ile kauli yao ya utani wa jadi, lakini kama wangekuwa wa roho, decision making ni nzuri, na wangekuwa wakatili mbele ya lango, I mean Simba wangekuwa na hali mbaya sana zaidi ya hii mbili. Ambangile, nitarudi baadaye kwako kuhusiana na Hamdi, unikumbushe ikitokea nimesahau, na nitakuuliza swali kuhusiana na Hamdi. Fair result Nasir Khalfan kwa mechi ya jana, lakini vile vile ni fair season kwa mnyama. Timu bora imeshinda, kwa fair result. Sidhani kama kwa game ilivyoenda watu walitegemea matokeo tofauti, na kwa fair result. Fair result. Fair result. Bora wa Young Africans umekuwa wapi zaidi kwenye game ya jana ama? Yes, katika game ya jana. Tuanze kwanza kwenye game ya jana. Sasa kwenye game ya jana George ashazungumza vingi na amezungumza kwa upana. Ndio. Sema yote kwa yote ni kwamba ka defend vizuri na ka attack vizuri. Labda swali hapo. Yaani kwamba pengine Simba kuna kitu ambacho tofauti wangeweza kufanya hasa kipindi cha pili, baada ya kuona kipindi cha kwanza Yanga kuanza na wale watatu katikati ya kiwanja. Pengine Simba wangereact tofauti kipindi cha pili na waliendelea dynamics zile zile. Yaani wangebadilisha dynamics za game yao, jinsi wanavyocheza baada ya kuona kipindi cha kwanza kimewapalia vile, licha ya kwamba wakuruhusu goli, lakini inaonekana hata wenyewe wanaenda mapumziko wanasema hatujaruhusu goli, ilitakiwa turuhusu goli. Unafikiri kipindi cha pili kuna kitu kilipaswa kubadilika ili kiwafanya wawe bora zaidi? Maana kuna mabadiliko ambayo aliyafanya pia coach ya wachezaji, lakini setup ilibaki ile ile. Au tu ni aina zile siku ambazo vyovyote utakavyofanya ni ndo tayari, yani wewe elewa, yani wewe issue yako imeisha. Ilikuwa siku mbaya kazini. Nafikiri tu walikamatwa. Sidhani kama ungekuwa na setup nyingine, na nikiwaangalia Simba tofauti na huu muundo ambao wamekuwa na utumia mara kwa mara, hususan eneo la mbele, sijawashuhudia wakiwa na tabia ya kubadilisha muundo wao pale mbele. Kwa hiyo nilozoea kuona nao ni huu ambao. Vipi kama Simba wangeachia ule utamaduni wao wa kupita ndani, Kibu wide, Mpanzu wide, Kapombe na Zimbwe underlaps, ili kuwatenganisha Kibu pamoja na Mpanzu 1v1 dhidi ya Boka na Izra, hasa ukizingatia hata alivyoingia Chama na Pakome sio wazuri sana kwenye kutrack back, licha kwamba wanafanya, lakini sio kivile. Vipi kuwafanya wale wide player badala ya kuwa ndani wawe nje, alafu fullbacks wao ndo wanaingia ndani? Maybe, na of course mafullback wao technical ni wazuri, kwa inawezekana labda wangepata majibu ya hiyo, lakini tusingejua na Yanga nao wangereact vipi. Kwa hiyo wangeweza kubadilisha hiyo, lakini labda unajua saa nyingine masuala ya makocha na vitu kama hivyo, labda hawakuwahi kufanyia hizo sessions za kukifanya hicho ambacho umekizungumza. Kwa hakiwezi tu kutoka kwenye kichwa na moja kwa moja akaenda akakifanya pale. Kwa hiyo nafikiri walichokifanyia kazi ndo kile ambacho walituonyesha jana, lakini kwa of course kama kocha unakuwa na jaribu njia tofauti. Kwa naamini kile ambacho amekifanya Faldu Davis jana ndo ambacho alijiandaa nacho juu ya hii mechi. Sidhani kama alikuwa na silaha ya ziada alafu akwenda kuiweka pale. Sawa, mimi niongezee kidogo hapo swali ya Mbangile. Tofauti ya Dube na Mzize. Kipindi cha kwanza kama Dube game ilikuwa kama iko tight kwake, alafu alivyoingia Mzize game kama imeopen hivi. Kitu gani ambacho wao wawili wanatofautiana? Kuna utofauti. Cha kwanza ni kwamba Dube huwa ana perform vizuri kukiwa na connectivity, ana connect na watu karibu. Tutarejea hapo.